Nipo bichi sasa hivi, kuna upepo, lakini haiwezi kunizuia kuongea kitu ambacho najisikia kukiongea sasa hivi. Kwenye maisha yangu yote nimepitia kipindi kigumu sana. Nyuma nimepitia kipindi kigumu, nilihisi ndio kipindi kigumu kuliko chote maishani mwangu kuwahi kupitia. Na mwaka huu tokea umeanza napitia vitu vigumu ambavyo sasa hivi ndo naamini nipo katika kipindi kigumu kuliko kipindi chote nilichowahi kupitia maishani mwangu. Ni kipindi ambacho nimepoteza watu ambao walikuwa wakinipa nguvu nikiwa katika kipindi kigumu. Haimaanishi kwamba waliobaki wote hawanishiki mkono au hawanipitishi katika kipindi kigumu, hapana, lakini watu niliokuwa nawahitaji zaidi katika kipindi kigumu nimewapoteza. Nimempoteza mama yangu, vile vile nimepoteza pia watu ambao ni wakaribu, sio ndugu, ambao nilikuwa nikiamini kwamba wao ndo watanishika mkono na kunipa bega la kuegemea kipindi nikiwa na katika wakati mgumu. Kwa hiyo huu mwaka ni mwaka mgumu ambao nitaukumbuka siku zote. Nimempoteza mama yangu, lakini kitu ambacho nitakikumbuka au ambacho nimejifunza katika hichi kipindi ni kwamba duniani hapa tupo, tunapita, tutaondoka. Kuna watu wanafanya vitu vyema duniani, kuna watu wanafanya vitu vibaya. Mabaya yapo yanapita, ila mema yataishi. Namkumbuka mama yangu kwa mema yote aliyonifanyia. Hakuwahi kuexpect kitu chochote kwangu kwamba nitamrudishia, lakini aliendelea kunifanyia mema hata kama nilikuwa sitoshi. Upendo wangu kwake nahisi ulikuwa hautoshi, kuwepo kwangu kwake nahisi kulikuwa hakutoshi, lakini aliendelea kunifanyia mema, akanifanyia mema mpaka siku ameondoka. Nahisi sijawahi kumrudishia kitu chochote, sijawahi kumrudishia hata 1% upendo aliwahi kunionyesha. Kwa hiyo kitu ambacho nimejifunza, tuishi, tufanye mema, tusisubirie kurudishiwa vitu ambavyo vyema tulivyovifanya. As long as tunaishi, tunafanya mema, wapo watakao tugeuka, wapo watakao tusaliti, tutapitia katika maumivu. Tuishi katika hayo maumivu, tushukuru tumepata siku nyingine, tuishi kwa upendo. Mungu ataendelea kutupa baraka, Mungu atazidi kutuongezea siku za kuishi. As long as tunaiona kesho, as long as tupo leo tunaishi, Mungu yupo, ataendelea kututia nguvu, atatubariki. Ni mwaka ambao nimepoteza vitu muhimu nilivyowahi kuvipenda maishani mwangu. Naamini utakuwa ndo mwaka huu ambao Mungu atanifungulia milango ya baraka zingine. Ni hayo tu ambayo nilikuwa nataka kuongea siku hii ya leo.